Breakfast. Kibiashara zaidi. Hii ni Kibiashara Zaidi, na leo tukiwa katika makao makuu ya Yas Tanzania. Utakumbuka kwamba tarehe 26 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 kampuni ya Yas Tanzania ilizindua kitu ambacho kinaitwa Yas Business. Ni kitu gani hiki? Utakuja kufahamu yote hii, lakini kumbuka kwamba lengo mahususi la kukizindua ni kuwakaribia takriban wafanyabiashara wakubwa wote Tanzania. Na kama ulifuatilia uzinduzi wake, zaidi ya makampuni makubwa 500, taasisi mbalimbali za serikali, makampuni makubwa yalihudhuria katika uzinduzi huo. Mimi ni Frankie Kashonde. Tufuatilia kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, Instagram, Facebook na kwenye YouTube channel yetu, utaweza kuyapata yote haya. Kibiashara Zaidi. Tuko na Norman Kiondo ambaye ni mkuu wa Yas Business Tanzania. Na moja kwa moja katika kuanza mazungumzo yetu, tunaona kwamba ukuaji wa teknolojia ni mkubwa sana sasa hivi, na kuna changamoto nyingi kubwa za teknolojia ambazo wafanyabiashara wanapitia. Wanajikwamua vipi? Wanatokaje hapo? Asante sana. So ni kweli kabisa kwamba mabadiliko ya kiteknolojia na ya kidigitali yanaenda kwa kasi sana, na ni muhimu sana kwa biashara, makampuni na mashirika mbalimbali kuhakikisha kuwa yanafanya shughuli zao kwa kasi hivyo hivyo ili yaweze kukua pamoja na mabadiliko haya ya kiteknolojia. Changamoto ambazo makampuni na mashirika yanapitia kwa ukuaji wa kiteknolojia ni moja, miundombinu ya kidigitali au ya kiteknolojia. Mbili, vitu kama gharama za kuafford hii teknolojia au hizi shughuli za kidigitali, lakini pia usalama wa hizi data au taarifa ambazo zinawekwa kwenye mtandao. Na kwa kukwamuka, mimi kwangu nafikiri ushauri ni namna rahisi tu, ili kampuni yoyote au biashara yoyote iweze kufanikiwa, unahitaji kufanya kazi na mshirika sahihi wa kiteknolojia. A true partner ambaye anaweza akakusaidia wewe kuepuka hizi changamoto zote. Naam. Na kitu kikubwa, Yas Business mmejipambanua kama mshirika kwa maana ya partner. Kiuhalisia hii ni nini? So maana halisi ya partner ni kwamba partner sio yule tu ambaye anakuuzia wewe huduma na kuondoka. Ukiwa mtoa huduma, jukumu lako ni kutoa huduma, kupata pesa na kuondoka. Lakini ukiwa partner au mshirika, jukumu lako kubwa ni kukaa na partner wako, kuelewa changamoto zake, kuelewa namna gani ambavyo unaweza ukampa suluhisho au solutions ambazo zitakidhi hizi changamoto na umsaidie kukua katika biashara. Kwa hiyo kazi yetu kubwa kama Yas Business ni kuhakikisha kwamba tunakaa na partners wetu na haya makampuni au mashirika, kuhakikisha tunaelewa changamoto zao, tunawapa solutions ambazo ziko designed specifically kwa ajili ya hizi changamoto kwa gharama ambayo wao wanaweza kuiafford, kuwasaidia katika ukuaji wao kutoka hatua moja kwenda na nyingine. Na hiyo ndio maana halisi ya true partner au true ally. Shukrani sana. Miongoni mwa vitu ambavyo nimekuwa nikiviona jinsi ambavyo sasa hivi wamefanya biashara wengi hasa katika upande wa digital wanajitahidi sana kuwa na usalama wa kimtandao kwa maana ya cyber security. Unafikiri kwa zama za leo kwa nini yani hii imepewa kipaumbele zaidi? So nafikiri kwenye uchumi wa kidigitali ambao tupo, data au information ndo kama mafuta kwenye uchumi. Ni kitu cha thamani zaidi kwenye biashara au kwenye makampuni mengi leo. Kwa hiyo umuhimu wa hizi taarifa ni muhimu sana, na ni kitu cha msingi mno ambacho inabidi kila kampuni ikizingatie. Kuna mashambulio mengi sana ambayo yanatokea kidigitali kwa maana ya cyber attacks, na kama nilivyoelezea hapo mwanzo, ukiwa na trusted partner ambaye ana solutions ambazo zinaweza kukusaidia kukukinga wewe na changamoto kama hizi ni kitu cha muhimu zaidi. Na ndio maana sisi kama Yas Business, moja kati ya solutions ambazo tumezindua ni cyber security solutions au masuluhisho ambayo yanaweza yakayasaidia ya makampuni au hizi biashara kuhakikisha kwamba information au data zao ambazo zipo kwenye mtandao ziko salama, lakini wanaweza kuziaccess kwa urahisi na kwa unafuu kabisa. Kibiashara Zaidi. Na mara nyingi tukizungumza ulinigusia kitu ambacho kinaitwa SD-WAN. Hii ni teknolojia mpya kabisa ambayo umekuwa mkizungumzia mara kwa mara, na pia ulinishirikisha vitu fulani hivi. Lakini kwa wafanyabiashara wakubwa au viongozi wa biashara, kwa nini wanapaswa kuifahamu hii? SD-WAN ni solution mpya ambayo tunajivunia Yas au Yas Business kuwa mtandao wa kwanza kuleta solution hii kwenye soko, na tunajivunia hivyo kwa sababu sisi ni kampuni au taasisi
taasisi ya kibunifu, na mara nyingi tumekuwa tukifanya hivyo kuleta huduma au solutions ambazo ni za kwanza kwenye soko. Kwa hiyo SD1 ni muhimu sana kwa mashirika au makampuni au biashara kubwa. Na ni muhimu kwa nini? Ni kwa sababu kila biashara au kila kampuni kubwa ina tawi zaidi ya moja. Kwa unakuwa una makao makuu na matawi mengine mbalimbali ambayo yana support makao makuu kwa ajili ya kufanya shughuli hizi au biashara hizi. Sasa SD1 ni solution ambayo inamsaidia mfanyabiashara au inasaidia kampuni au taasisi kuhakikisha kwamba taarifa ambazo ziko kwenye tawi moja zinapatikana kwa urahisi na kwa usahihi kwenye tawi lingine. Ni ile kupata huduma za uhakika kwenye tawi moja kama ambavyo unaweza ukapata ukiwa makao makuu. Kwa kampuni yote kubwa au biashara yote kubwa inakuwa na makao makuu na matawi zaidi. So biashara yote kubwa au kampuni inakuwa na tawi zaidi ya moja, na SD1 ni solution ambayo inaweza ikasaidia ufanyaji kazi wa kiusahihi na kiusalama kwa ajili ya hizi kampuni. Kwa ajili ya kampuni yote ambayo ina makao makuu na matawi kama tulivyosema, SD1 inasaidia kuhakikisha kwamba taarifa ambayo iko kwenye tawi moja inaweza kupatikana kiurahisi kwenye tawi jingine, lakini hivyo hivyo pia taarifa zote zikapatikana kiurahisi na kiusahihi kwenye makao makuu. Kawaida leo kwa ajili ya kuendesha shughuli zako za kimtandao au za kiteknolojia unahitaji partner zaidi ya mmoja. Unahitaji primary provider na secondary provider. Wakati ambapo primary provider shughuli zake au network yake iko chini, unaweza kuswitch kwenda kwa secondary provider. Na SD1 inakusaidia kukuondoa wewe na hiyo headache ya kudeal na provider zaidi ya mmoja. Kwa sababu kwenye SD1 Yas Business peke yake anakupa primary connectivity na backup connectivity. Wakati ambapo primary inasumbua, unaweza taarifa zako zote zikawa route kwenye backup connectivity ili uendelee kufanya kazi zako kwa ustadi na kwa usalama kabisa. Lakini pia kitu kizuri kuhusu SD1 kama ambavyo tumezungumza hapo mwanzo, inazo feature pia za cyber security. Kwa hiyo inaweza ikasaidia sio tu kutransmit au kusafirisha hizi information kutoka tawi moja kwenda lingine, lakini pia kuzikinga na mashambulizi yote ya kidigitali ambayo yanaweza kutokea. Kwa wafanyabiashara wakubwa mmeielewa vizuri hii, naamini kwamba ni nafasi yenu kuchangamkia jambo hili. Sasa tujikite katika biashara ndogo ndogo na zakati. Zina mchango mkubwa ukiangalia katika uchumi wa taifa letu. Sasa zinawezaje kunufaika na huduma za kidigitali hizi bila kutumia uwekezaji mkubwa sana? So kama ambavyo tulizungumza mwanzo kwamba moja kati ya changamoto ambazo biashara nyingi inapitia ni gharama au upatikanaji nafuu wa shughuli hizi za kidigitali au solution hizi za kidigitali. Na hiyo changamoto ni ya muhimu zaidi kwa sababu hiyo changamoto ni changamoto kubwa ambayo inaziface small and medium enterprises au biashara ndogo na za kati. So sisi kwetu kama kwetu Yas Business ni muhimu kuhakikisha kwamba tuna masuluhisho yote kwa ajili ya biashara kubwa na ndogo na za kati, na sio tu kuwa nazo, lakini kuwa nazo na upatikanaji wa nafuu kwa bei ambayo wao wanaweza kuiafford. Kwa hiyo kwa SMEs tunayo solution ambayo tunaita Mjasiriamali Box. Hii ni solution ambayo inamsaidia mjasiriamali au biashara ndogo kupata huduma nyingi za kidigitali kwa pamoja kwa bei nafuu. Huduma hii inaweza kumsaidia mfanyabiashara au kampuni ndogo kupata line za mawasiliano kwa ajili ya wafanyakazi kupigiana simu, kupata internet ya ofisini, kupata huduma ya back SMS au uwezo wa kutuma messages nyingi kwa pamoja, lakini pia kupata mikopo ya biashara kwa Mixx by Yas, na pia kupata platform ambazo zinaweza kumsaidia mfanyabiashara kutunza kumbukumbu zake za fedha, kumbukumbu zake za mzigo, stock, mapato, matumizi, ili aweze kufanya kazi zake kidigitali na imsaidie yeye kuwa na hizi taarifa zote wakati anaweza kupata labda mikopo kutoka kwenye taasisi mbalimbali za fedha. Na huduma yote hii mfanyabiashara anaweza kaipata kwa kiasi kidogo mpaka 120,000. Kwa hiyo yes, unafuu wa upatikanaji wa hizi bidhaa ni muhimu zaidi, especially kwa ajili ya wafanyabiashara au makampuni madogo na ya kati. Kibiashara zaidi. Tanzania inaendelea kujengeka kiuchumi kama umefuatilia hivi karibuni. Hiki kituo cha Tier 3 Data Center kina umuhimu gani kwa taifa kwa ujumla wake? Nashukuru. Yes, Tanzania imekuwa ikikua sana kiuchumi, na kama nchi pia tumeamua kuembark katika dira ya maendeleo ya 2050 ambayo ukipitia dira vizuri unagundua kwamba ukuaji wa kiteknolojia au maendeleo ya kidigitali ni moja kati ya kitu muhimu mno kusaidia makampuni, mashirika na biashara mbalimbali kuweza kufanya shughuli zao kiustadi ili wakapate kukua, uchumi ukue, lakini pia na taifa kwa ujumla likapate kunufaika. Hasa kukuelezea tu hichi kituo cha kuhifadhi data au data center Tier 3, kwanza kabisa ni muhimu pia kuendelea kuwakumbusha partners wetu kwamba hiki ni kituo pekee nchini Tanzania leo ambacho kiko certified na mashirika ya kimataifa kama Tier 3 Data Center. Yapo mashirika ya kimataifa ambayo yanapima ubora wa vituo vya kuhifadhi data kwa maana ya vilivyokuwa designed, mahali vilipo, taarifa zinazohifadhi, na kituo chetu cha data kilichopo Salasala ndio kituo namba
pekee Tanzania ambacho kiko certified kuwa tier 3. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwa makampuni au mashirika ambayo yanafanya kazi kwa karibu na taasisi nyingi za serikali ambazo zinadhibiti upatikanaji wa data au uhifadhi wa data ndani ya nchi. Kumekuwa na mijadala mingi sana kuhusu data protection na umuhimu wa usalama wa kutunza kumbukumbu au kuhifadhi data za wateja. Sisi kama mitandao ya simu tunao mamlaka ya mawasiliano TCRA, wenzetu ambao wanafanya kazi kwenye mabenki na taasisi za kifedha wanayo benki kuu, ambao wote wamekuwa wakisisitiza kwamba taarifa zote za mteja inabidi zihifadhiwe ndani ya nchi. Na sisi kama kampuni ya kiteknolojia au kama mshirika na partner wa kiteknolojia tuliona ni muhimu kuwa na data center ambayo sio tu data center lakini ni top tier 3 data center ambayo itasaidia makampuni yote kuhifadhi data zao na taarifa zao pale kwa usalama. So ni muhimu kuwa hapo kwa sababu ni salama zaidi, ziko ndani ya nchi, lakini pia upatikanaji wake ni usalama na usahihi. Shukrani sana. Tunaweza kusema kwamba sasa hivi ni wakati wa akili unde. Sasa tunaweza kusema kwamba ni akili unde zipi ambazo unaziona kwa miaka 5 ijayo zinakuja kubadilisha namna ambavyo biashara zinafanywa kulinganisha na sasa? So kama ambavyo tumekuwa tukielezea hapo mwanzo, katika miaka 5-10 ijayo, biashara au kampuni ambazo zitafanikiwa sio zile tu ambazo zina data au zinahifadhi data, ni zile ambazo zitakuwa zinaweza na zinajua namna ya kutumia hizi data kufanya maamuzi ya kibiashara na ku-launch products mpya au kufanya vitu vipya kwa kutumia hizi data. Kwa hiyo using all this data to make decisions will be the most important things for many companies. Na kuhusu AI au akili unde, kuna vitu vingi tunahitaji ku-automate. Vitu vingi leo katika biashara na makampuni ambayo tunafanya nayo kazi vinafanyika ki-analog. Na Yas Business anakuja kukusaidia kufanya shughuli zako kidigitali. Sisi kama Yas Business tunakuja hapo kama mshirika wa kiteknolojia kwa ajili ya kusaidia biashara zote au kampuni zote kudigitize mifumo yao, kuhakikisha kwamba mfumo mmoja na mfumo mwingine inaonana, tawi moja na tawi jingine linaonana, lakini mfanyakazi mmoja na mfanyakazi mwingine wanaonana na wanawasiliana bila hata kutokuwa karibu au kutokuwa pamoja. Kwa hiyo the most important AI solutions ambazo zitakuja kutokea ni vitu kama automation ya platforms na systems mbalimbali kwenye mifumo ya makampuni wanaofanya biashara, lakini pia IoT. Kama nilivyoelezea kwamba moja kati ya vitu muhimu kuhusu AI au akili unde itakuwa ni ku-automate, kuhakikisha vitu vingi ambavyo mashirika au makampuni yanafanya vinafanyika kuwa automated, sio kianalogi bali kidigitali. Mfumo kwa mfumo vionane, wafanyakazi kwa wafanyakazi waonane na wawasiliane, lakini pia tawi moja na tawi jingine ziweze kuwa connected na ziweze kuwasiliana kwa urahisi. Kitu ambacho kitaendelea kuwa cha muhimu ni vitu kama IoT au Internet of Things, kufanya vitu smart. Leo wafanyabiashara wakulima kwa mfano, ili ajue kwamba mazao yake yanahitaji saizi kumwagiliwa au kupata dawa, inabidi awepo shambani, aangalie mwenyewe, ajue chini kipindi cha jua. Lakini tunaelekea kuwa na devices au platforms ambazo zitamsaidia mkulima kuhakikisha ana monitor mazao yake kutoka alipo. Kibiashara zaidi. Kwa mtazamo wako, mwamko wa vijana sasa hivi katika kumiliki makampuni makubwa kama vile, unaonaje kwa miaka tuseme 10 ijayo kwa hapa Tanzania? Kwa kweli nafikiri tunaendelea vizuri, najivunia kuwa kijana mwenyewe, lakini pia linafurahisha kuona kwamba vijana wengi wameamka, wanaendelea kuchukua nafasi za juu kwenye mashirika ya kiserikali, mashirika binafsi, kuanzisha kampuni zao wenyewe. Tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu zaidi. Nafikiri sio tu ambao wana own makampuni au wanafanya kazi na makampuni makubwa, hata ambao wanafanya madogo pia. Kuna vijana wengi ambao wamejiingiza katika utoaji maudhui kimtandao au content creators, na sisi wote hawa kwa pamoja, kuanzia ambao ni viongozi wa biashara kubwa, wamiliki wa makampuni, whether vijana au watu wazima, na watu wa maudhui wa kimtandao, content creators, wote tunao solution kwa ajili yao. Na sio tu coincidence kwamba uzinduzi huu wa Yas Business umekuja mara baada ya kampeni yetu ya mtandao wa viwango, kwa kuwa tumekuwa tukiendelea kuwakumbusha wafanyabiashara, makampuni na watumiaji wote wa Yas mbalimbali nchini kwamba tumekuwa mtandao namba 1 ambao una minara mingi zaidi nchini. Tunayo minara ya mtandao zaidi ya 4800 ambayo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote wa simu. Hii inamaanisha kwa mfanyabiashara kijana ambaye anajitafuta, ambaye anaanzisha kampuni yake, kuna sehemu 1000 kwenye hii nchi ambao Yas na Yas Business wanaweza kukufikisha ambako mtandao mwingine wote hawezi kukufikisha. Kwa kuendelea kusupport na kusaidia vijana, uwekezaji kama huo ni kitu cha muhimu kwao, ili kuweza kufanya wawe na imani na wawe na partner sahihi kufanya naye shughuli hizi za kiteknolojia. Shukrani sana. Hii ni Yas Business Tanzania. Unaangaliwa sasa hivi na viongozi wa makampuni makubwa, taasisi, serikali, binafsi. Nataka wapate ujumbe wako leo. Unawapa ujumbe gani?
So kwangu mimi ni very simple. Kuanzia sasa hivi tunakuelekea kwenye miaka 5, 10, ufanyaji kazi wa kidigitali na uhusishaji wa teknolojia kwenye kampuni yako au biashara yako sio choice. It's not a choice anymore. Ni kitu cha lazima. Ni lazima ufanye hivyo ili uweze kushindana kitaifa na uweze kushindana kimataifa. Ili uweze kukua na biashara yako itoke kutoka sehemu moja kwenda nyingine, unahitaji teknolojia na unahitaji digitali. Na hivi sio vitu ambavyo unaweza ukavifanya mwenyewe, kwa sababu kila biashara, kila mfanyabiashara au kila kampuni imeshaamua ni kitu gani ambacho itakuwa core business yao. Kwa mabenki, core business yao itakuwa kuendelea kutoa huduma za kifedha. Kwa watu wanaotoa huduma nyingine, hizo ndo zitakuwa core business zao. Sisi kama Yas, core business yetu ni kutoa huduma za kiteknolojia na kidigitali kwa ajili ya makampuni. Kwa kufanya hivi vyote unahitaji mshirika sahihi, na mshirika sahihi ni Yas Business. Kwa kaa karibu yetu, tembelea matawi yetu, tembelea ofisi zetu, kutana na wawakilishi wetu ili tukapate kukaa na wewe. Kama tulivyosema, ni washirika, ni partners. So sit down, kuelewa changamoto zako, kuelewa mipango yako ya kibiashara mwaka huu na miaka inayofuata, ili tukapate kukupa solution ambazo zina fit ambition zako, ili tukapate kuweza kudesign vitu na wewe, lakini pia tukapate kuwekeza katika sehemu ambazo na wewe unaenda kuwekeza in the future. Kibiashara zaidi. Chochote cha kuongezea katika mazungumzo yetu kuhusiana na Yas Business Tanzania? So kama ambavyo tumekuwa tukielezea, mwanzo tarehe 26 ya mwezi wa 5 mwaka huu tulizindua Yas Business hapa Dar, na kwa kweli mwitikio ulikuwa ni mkubwa. Tulikuwa pamoja na wafanyabiashara, viongozi wa makampuni na wamiliki wa makampuni zaidi ya 600 kwenye chumba kimoja, ambapo tulioelezea mipango yetu, solutions ambazo tunazo, na kwa kweli mwitikio umekuwa mkubwa sana. Baada ya hapo tumekuwa na vikao vingi tofauti na wafanyabiashara hawa na makampuni haya kwa ajili ya kuelezea zaidi solutions ambazo tunazo, lakini pia kuelewa changamoto zao na mipango yao kibiashara, ili kama Yas Business tukapate kuendelea kuwa support. Kitu kikubwa ambacho tumegundua ni kwamba kila kampuni inatamani kufanya shughuli zake kidigitali na kiteknolojia, lakini kuna gap kubwa. La kwanza uelewa, lakini 2 namna sahihi ya kupata partner sahihi wa kufanya naye kazi. The good thing ni kwamba hapo ndo ambapo Yas Business amekuja, na hiyo ndio kabisa reason ya kwa nini tulizindua Yas Business, ni kuendelea kuwa mshirika sahihi kwa ajili ya kutoa elimu kwa wafanyabiashara wadogo. Tutaendelea kufanya workshop zetu ambazo huwa tuna invite wafanyabiashara wadogo na mashirika madogo hapa Yas, kuendelea kuelimisha ni kwa nini digital transformation au ufanyaji kazi kidigitali ni kitu cha muhimu kwenye biashara zao. Kwa makampuni makubwa tunaendelea kukaa chini, tunaongea nao, tunaongea na viongozi wao wa IT na network kwa ajili ya kuenda kuelewa changamoto zao ni nini, lakini tukapate kuendelea kuwasaidia. Kwa serikali, sisi mara nyingi tunakuwa kama mshauri. Tunajua kwamba serikali, kwa taasisi za serikali na serikali wamekuwa wakiinsist zaidi kufanya shughuli zao kiteknolojia na kuautomate platform zao, na sisi kama Yas Business tunakuwa kama mshauri, kuwashauri ni platforms gani watumie, ni mitandao gani watumie, ili tuendelee kama pamoja kwa taifa kunufaika. Na hii haishii hapa Dar peke yake. Tarehe 26 mwezi wa 5 tulifanya hapa Dar, lakini tutaenda Zanzibar, tutaenda Dodoma, tutaenda Arusha na mikoa mingine mbalimbali kwa ajili ya kuendelea kuongea na partners wetu na wateja wetu, kuwakumbusha na kuelezea ni nini kuhusu Yas Business. Endelea kuwa karibu na mitandao yetu ya kijamii, utajua ni wapi tunaenda na ni vipi utapata mwaliko wako, ili tukapate kushuhudia wote kwa pamoja tukio hili la kihistoria Tanzania. Hii ni Kibiashara Zaidi, na leo tulikuwa hapa makao makuu ya Yas ambapo tumezungumza mambo mengi kuhusiana na Yas Business Tanzania, nikiwa na Mr. Norman Kiondo ambaye ni afisa Yas Business Tanzania. Mimi ni Frankie Kashonde. Usiache kufuatilia kipindi kinachofuata. Kumbuka Kibiashara Zaidi ni Jumatatu mpaka Ijumaa, muda na wakati kama huu. Super Breakfast. Kibiashara Zaidi.